Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Novemba 25, Novemba 10. Tunapoendelea kujifunza mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo kwa namna ya pekee sana tunaenda kuliangazia somo linalosema walioandikwa katika vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Mwezi huu tumekuwa na mfululizo wa masomo yaliyojengeka katika mada kuisemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Hebu tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo wako na rehema yako ya pekee katika maisha yetu. Asante kwa sababu umeendelea kututunza na kutulinda. Jina lako litukuzwe sana. Tusamehe uovu wetu, tutakase, tusafishe, ukatuumbe upya mioyo yetu, ukatufanye kuwa watoto wako wa kiume na wa kike. Watoto wako wa kiume na wa kike, tumekuja tena miguuni pako. Kila mmoja wetu analo jambo anatamani kukuambia Baba siku ya leo. Ukatusikie tunapoita, uje mkombozi. Tunapolia ukasikie, uje mkombozi. Tunapoomba ukasikie, uje mkombozi. Neema yako yatosha. Pendo lako latubidisha. Tenda siku ya leo. Sikia tunapoita, sikia tunapolia. Ninakushukuru kwa sababu utasikia kuomba kwetu. Asante kwa sababu furaha hii nyumbani panapopendo. Nenda nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu. Amina. Walioandikwa katika vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Hii ni mada iliyojengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waefeso, sura ile ya 2 aya 19. Neno la Mungu linasema, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Wale wanaojenga uhusiano wa karibu na Mungu wanaweza wasiwe wenye ustawi katika mambo ya maisha haya. Wanaweza kuwa wanajaribiwa vikali na kuteseka mara kwa mara. Yusufu alichafuliwa jina na kuteswa kwa sababu aliutunza uaminifu na uadilifu wake. Daudi, yule mjumbe mteule wa Mungu, aliwindwa na maadui zake waovu kama mnyama wa porini. Danieli alitupwa katika tundu la simba kwa sababu alikuwa mkweli na asiyekubali kuyumbisha utii wake kwa Mungu. Ayubu alinyang'anywa mali zake za kidunia na mwili wake kuteswa kiasi cha kuwa kinyaa kwa ndugu na rafiki zake, lakini alilinda uadilifu na uaminifu wake kwa Mungu. Yeremia aliweza kuongea maneno ambayo Mungu aliyaweka kinywani mwake, na ushuhuda wake uliokuwa dhahiri ulimkasirisha mfalme na watawala, hivyo akatupwa katika shimo la makuruhu. Stefano alipigwa kwa mawe kwa sababu alimhubiri Kristo aliyesulubiwa. Paulo alifungwa gerezani, akapigwa viboko, mawe na mwisho aliuawa kwa sababu alikuwa mjumbe mwaminifu aliyepeleka Injili kwa wa mataifa. Yohana mpendwa alifungwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Mifano hii ya wanadamu waliosimama imara katika uwezo wa nguvu ya kiungu ni ushuhuda kwa ulimwengu unaoshuhudia uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake na uwepo wake wa kudumu na neema yake isiyokoma. Ulimwengu unapowatazama wanadamu hawa wanyenyekevu hauwezi kutambua uadilifu wao kwa Mungu.
Ni kazi ya imani kututuliza bila kuwa na wasiwasi kwa Mungu katika wakati wa giza. Haidhuru tujaribiwe kwa ukali kiasi gani na kusukwasukwa. Kuhisi kwamba Baba yetu ndiye ameshika usukani. Jicho la imani pekee ndilo linaweza kutazama ng'ambo ya mambo, muda na kutambua thamani ya utajiri wa milele. Kamanda mkuu wa jeshi anayapiga mataifa na kutikisa nusu ya majeshi ya ulimwengu, lakini anakufa kwa masikitiko akiwa mateka. Mwanafalsafa anayezunguka ulimwenguni akifuatilia hali halisi ya nguvu za Mungu na kufurahia upatanifu wake, mara nyingi anashindwa kutambua maajabu haya makuu ya mkono ulioviumba vyote. Mwanadamu mwenye heshima na akashindwa kuwa na ufahamu amefanana na wanyama wapoteao. Hakuna tumaini la utukufu wa kutokufa hapo baadaye kwa maadui wa Mungu. Lakini kwa wale mashujaa wa imani, wanayo ahadi ya urithi wenye thamani kubwa kuliko utajiri wa ulimwengu. Urithi utakaotosheleza shauku ya nafsi zao. Wanaweza wasifahamike wala kutambuliwa na ulimwengu, lakini wameandikwa katika vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni kama raia wa mbinguni. Umashuhuri mkuu, utukufu mkuu wa milele utakuwa thawabu ya mwisho kwa wale ambao Mungu amewafanya kuwa warithi wa vitu vyote. Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 525 na 526. Hii ni Novemba 10. Mada ikisema walioandikwa katika vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Tunapohitimisha somo hili kwa tafakari, tusikilize wimbo mzuri kutoka kwa Orion Music Ministry. Wimbo unaosema hatuna mashaka. Hakika hatuna mashaka tuwapo ndani ya Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ujumbe huu. Kwa kufanya hivyo, utasaidia ujumbe huu kuwafikia watu wengi zaidi. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka? Yote na mbele na
tena